Anasema kitabu cha Hesabu sura ya 13, kitabu cha Hesabu katika vile vitabu vya mwanzo vya Biblia, Pentateuch, the book of Numbers. Kitabu cha Hesabu sura ya 13 aya ya kwanza mpaka ya pili, alafu kitabu cha Yoshua sura ya pili aya ya kwanza, na kitabu cha Waamuzi sura ya 7 aya ya 15. Labda tuende some kimoja kimoja kusudi tuende pamoja. Tuchukue kitabu cha Hesabu sura ya 13 aya ya kwanza na ya pili, anapotuandikia huyu. Hesabu sura ya 13 aya ya kwanza hadi ya pili. Mwenyezi Mungu akamwambia Musa, tuma watu waende wakaipeleleze nchi ya Kanaani ambayo ninawapa watu wa Israeli. Utatuma mtu mmoja kutoka katika kila kabila, na mtu huyo lazima hawe kiongozi katika kabila lake. Hiyo ni sura ya 13 kitabu cha Hesabu. Alafu kuna kitabu cha Yoshua, naambiwa sura ya pili aya ya kwanza. Sura ya pili kuhusu Rahabu ile. Sura ya pili aya ya kwanza. Basi Yoshua mwana wa Nuni akawatuma watu wawili kwa siri kutoka Shitimu waende kufanya upelelezi katika nchi ile na hasa mji wa Yeriko. Wakaenda wakafika kwenye nyumba ya malaya mmoja aliyeitwa Rahabu, wakalala humo. Hiyo anazungumzia mambo ya uspai. Alafu twende kitabu cha Waamuzi sura ya 7. Waamuzi sura ya 7 aya ya 9 mpaka 15. Waamuzi. Usiku huo Mwenyezi Mungu akamwambia Gideoni, nenda ukawashambulie kambini mwao, maana nimewatia mikononi mwako. Lakini kama unaogopa, nenda pamoja na mtumishi wako Pura. Huko utasikia wanayosema, nawe utapata nguvu za kuweza kwenda kuwashambulia. Basi Gideoni akaenda pamoja na mtumishi wake Pura mpaka kwenye vituo vya walinda zamu wa kambi ya Wamidiani. Wamidiani, Waamaleki na watu wote wa mashariki walilala bondeni, wengi kama nzige, na ngamia wao wasiohesabika, wengi kama mchanga wa pwani. Gideoni alipofika akamsikia mtu mmoja akimsimulia mwenzake ndoto yake hivi: niliota ndoto, niliona mkate wa shayiri ukivilingika hadi kambini mwa Wamidiani, ukalipiga hema na kulipindua chini juu, hema likalala chini. Basi natosha. Swali hili ni maswali ni haya alionayo kuhusu hizi aya au sehemu tulizosoma. Nini maana ya ujasusi kibiblia? Anauliza ujasusi. Hakuna tofauti ya maana hiyo pamoja na ile tunayojua sisi. Reconnoiter manake ni neno linalotumika katika hata kijeshi na hata sio kijeshi tu, hata kibiashara. Unapofanya biashara, mtu biashara ambaye hana utafiti, na huyo mfanya biashara atapata hasara tu. Huwa anaenda kuchunguza alete bidhaa gani. Napitia maduka kadhaa. Nilikuwa kuna mmoja hapa alikuja hapa akasema nataka kujenga duka.
mtu mwenyewe alikuwa ametoka huko kwetu huko, kama kaambia nataka kujenga duka namna gani, akasema sijaamua, lakini nina nia ya kujenga duka kubwa kidogo, na ni lazima nijue hapa kuna nini. Nilimsifu sana kwa kweli. Kaambia kwa hiyo umekuja hapa? Akasema nimekuja tu niposikia wewe uko hapa nikasema nije kusalimia, lakini lengo langu nataka kuja kuweka makao duka lingine, na duka Arusha, Dar es Salaam, na nataka kujenga duka hapa pia. Ni mtu mwenye uwezo kidogo akanambia siwezi kuweka duka kabla sijajua soko liko wapi. Nilimshangaa, akasema that's very good. Ulipata wapi maarifa hayo? Kanambia mimi, na kweli alisoma Nairobi business school. Kamwambia kweli hapo natumia maarifa uliojifunza. Na maanake watu wafanyabiashara sio wote wa mwambumbumbu macho. Akanambia mimi nimesoma, na nakumbuka kwamba nenda shule huko miaka mingi kidogo, na alikuwa na degree ya masters in business. Kwa hiyo nishangaa, kamwambia sasa. Akasema baada ya muda alienda huko akakaa almost wiki 2-3, akaja tukakutana mahali fulani tunasipu kidogo, akanialika tukala chakula pamoja. Kaambia sasa umepata nini? Akasema unajua hapa hakuna hiki, hakuna hiki, hakuna hiki, hakuna hiki, vyote hivi wanaenda kuchukua Dar es Salaam, mara nyingine Arusha. Akasema yes. Akasema hamna, nimepita maduka yote hapa na nikaulizia warafiki zangu hapa nini hivi kinapatikana wapi, as if I'm buying, kama mnunuzi vile, lakini actually I was nafanya utafiti. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinafanyika katika maisha, na baadaye alijenga duka hilo na nadhani linaendelea, na akanunua duka lake ni exclusively kwa ajili ya bidhaa zile. Maduka mengine utapata huku na huku, lakini alijenga hii, na nimekuta alikuwa na tilia mkazo. Akasema alikuwa nitasema alafu nitamtambulisha, lakini alifanya utafiti. Jeshini kuna kitu anaita scanning. Wakati tuna training Mkuruta, kabla ya kupasi, tunatumwa msituni huko na unapewa ramani, unakaa huko. Mimi nimepotea, labda baadaye nipata njia, lakini nilipotea. I have to admit, nilipotea. Nimeshindwa mahali fulani ni kusoma ile ramani, kaenda opposite side, lakini baadaye nilirudi, but I was late. Kama ni adui ingekufa. Na mimi nimejifunza, unaenda unaambiwa kitu fulani ukichukue mahali fulani, uchukue hicho kitu mahali fulani. Ukija nacho anajua kwamba ulifika. Kama huna uwezi kurudi na bila hiyo. Komanda ni wakali sana mara nyingine. Maana tunafanya mchezo, you die, so you are playing with people's life. Na kwa hiyo anafanya hivi. Sasa makomanda wako hivyo, ni wakali kweli kweli. Yaani unaweza kupata adhabu ambayo kutegemea. Wengine ndio wanakufa. Sasa wanajeshi anafanya hivyo, biashara wanafanya hivyo, na hata maisha ya kawaida tunafanya hivyo. Kwa hiyo Yesu Mungu hapa, Mungu kwa njia ya Musa na akina Yoshua na viongozi wengine wao walifanya exercise hiyo. Si wanafanya vita. Sasa vita utapeleka mkuku. Unafanya kwanza ujasusi, unaita ujasusi kama ni ujasusi, lakini mara nyingine ujasusi kama ni spy kama ni ujasusi wenyewe, hilo neno umeniambia, lakini ni uchunguzi. Maana ujasusi ninavyoelewa ni pia unahitaji silaha na nini, sio ujasusi. Hapa mimi nasema ni uchunguzi. Kwa hiyo Musa alifanya kitendo ambacho kinafanyika na watu wote. Uweze kwenda tu sasa ajue watu gani wanaishi pale, ajue nyumba zao zikoje, sasa niweke watu niwapeleke wapi. Sio kuingia tu alafu una mahali pa kukaa. Watu wale pengine ni watu dhaifu sana, unapelekana
unachukua, badala ya kuchukua fimbo unaenda kuchukua machine gun ya nini? Kwa hiyo hii ni unauliza hili kwamba je, nini maana ujasusi? Ni utafiti wenye lengo fulani, na katika ujasusi unatumia mbinu mbalimbali ili upate taarifa zinazokufaa unazopenda kuzitumia kwa minajili mbalimbali. Kwa kutumia hili pia anasema ni sawa kumtambua Mungu kama jasusi mkuu. Maswali haya, Mungu sio jasusi kwa sababu anajua. He doesn't need. Ni sisi ambao tuna ufinyu wa kuelewa, hatuwezi kuona zaidi. Mungu sio jasusi kwa sababu yeye anajua kila kitu, even before they are there. Kwa hiyo huwezi kumuita sajusi. He doesn't want, hahitaji kuspy. Mungu tena spy nani? Kwa hiyo hawezi kuwa jasusi. Mungu anajua, na akikutuma anataka wewe ushiriki ile knowledge alionayo. Najua mara nyingine anamtuma Musa afanye hiki, Musa ajifunze na awe humble. Yaani unajua Mungu anaweza kuturuhusu ili tujitambue zaidi. Anaruhusu mambo fulani ili tujitambue kwamba we are really limited. We are really human beings and not gods. Tusiye tukajisharua hapa tunajua kila kitu. Who told you that? You don't nothing. Ila mbele ya Mungu wewe uende kwa unyenyekevu. Kwa hiyo Mungu sio jasusi kwa sababu hakuna kilichofichika kwake. Anajua kila kitu, hata moyo wa Farao. Anasema nitaufanya uwe mgumu. Anaujua ni moyo mgumu, ataufanya mgumu zaidi ili Farao akiri kwamba hapa nimekuwa defeated totally. Sasa kwa hiyo anaruhusu mambo hayo. Kwa hiyo Mungu anaruhusu sisi tukafanye utafiti ili pia tujue ukweli huu na tuukiri. Hiyo ndio maana. Ni nini? Je, ni sawa kutumia matukio hayo kuhalalisha ujasusi katika dunia ya leo? Maswali. Ujasusi nimesema kama ni neno, nimesema kufanya utafiti. Kama ujasusi ndio huo. Ujasusi sio ule kwenda kuua watu kabla hujajua wana shida gani, au kujua kuna wewe unaua watu tu randomly. Those are not really spies. Maspai wanaweza kukaa mahali, ila tu ukimzuia anajilinda, sio ili afikishe habari alizopata kwa waliomtuma, makomanda au wafalme. Lakini ataenda na silaha kadhaa za kujihami yeye, lakini sio kupigana. Kwa hiyo jasusi ni mtu, kama unasema tumia neno hilo, lakini mimi ningesema ni mtafiti, neno ambalo ni mtafiti. Sasa watafiti wanahitajika kila aina ya taaluma, kila aina ya sekta, tunahitaji watafiti. Na ili kupata elimu, maarifa fulani yanayohitajika kwa jamii, tunahitaji watu hao. Kwa mfano, wale explorers waliotoka wakina Livingstone Speke, wakina Craft, wakina Rebman, hao waliosafiri huko Ulaya, mimi nashangaa walikuwa na Mungu sana. Mimi nina picha zile ambazo ziko kule Ifakara, nimeziacha huko sio. Walikuwa wanabebwa na huko pori, walikuwa na miti ile kupita, manyoka wanakutana, wanyama wakali. Watu walikuwa na Mungu sana. I don't understand them. Wakina Livingstone alikuwa na kutoka kule Afrika Kusini mpaka napanda mpaka anafika huko Kilu huko huko Ujiji. Unashangaa watu hawa, what were they looking for? Sifa. Hakuna kitu kikubwa kama sifa kwa mzungu. Hii nimejifunza kuishi nao. Sifa. Ukimpa sifa atakuachia hata suruali aliyovaa. Lakini ukimpuza
atakuchukia, hata kupiga risasi. Sifa, sifa. Kwa hiyo wale walikuwa wataka sifa, na ndio sifa wazungu wao, sifa. Hata kuua wewe usiguse ile sifa yake, hadhi. Ndio wanapewa vyeo, Lord, Sir, whatever, sifa. Na hiyo walikuwa wanaenda kwa mfalme, wanaombea, mimi na Seti naenda kutafuta nchi mpya. Wakina Wadagama wale Magellan wanaenda mbali. Sasa ili kufanya nini? Wao sidhani kama utawaita majasusi. Hapana. Tunawapa jina gani hao? Kuna jina tunalotumia, wavumbuzi. Mtu anakwenda na kwambia nimegundua mlima, kwamba labda yeye haukuwepo, mlima Kilimanjaro. Anawaandikia kule nyumbani, nimegundua mlima, discovered. Kwa hiyo anaitwa Discovery of Mount Kilimanjaro. Pumbavu, ulikuwa pale tangu. Sasa those are the things which I say, neno spy litumike kuendana na hali, mazingira. Kama spy labda kwa ajili ya kupata taarifa positive, kuna spy anatafuta positive news, na mwingine anatafuta za kuharibu watu, vita. Huwezi kupo jeshi huwezi kupeleka watu tu, unapeleka kikosi kizima cha watu labda 1000, yani brigedia anachukua, au kanali, makanali ndio wanaongoza vita. Unachukua kanali, anachukua watu 2000, unawapeleka from to nowhere. What kind of a commander is that? Kabla hauja move military platoon, au unachukua ni kikosi, lazima upate habari zote na satellite. Watu unapeleka scavengers, wale wanapita wanascan msitu au nini, mji, wanapita watu kabla hajaingia. Halafu ndio nafikiri vita Iran hapo wanaenda, hata Marekani na with his mighty weapons zake na kila aina ya rada nazo, kabla hajaanza vita ameshapeleka huko. Walikuwa kwa Marekani, labda wa Marekani labda 1000, kila mtaa wanajua atola ona lala wapi, wanajua kila kitu. So that is, hiyo ndio sasa ujasusi huo. Kwa Mungu hauendi, kwa sababu Mungu anajua kila kitu. Kwa sisi wanadamu ulihitajika kwanza, kuna lengo usalama wa watu. Wayahudi wanaenda wapi huko? Hawajafika wote, wameishi jangwani, sasa wanaenda kwenye makao ya watu. Hawakuzoea maisha ya kuishi na watu. Wale watu hawakuwahi kukaa kwenye nyumba zilizojengwa za kudumu, waliishi kwenye mahema. Alafu ghafla leo unawaingiza mjini, mbona watakufa? So they needed to know how these people live. Wao wanaishije? Wana nini? Wanakula nini? Je, sisi tukiingia pale tutapata nini? Je, tunaweza kuhimili? Those are the things which the commander kama Yoshua alihitaji kujua, kama Musa alitaka kujua. Hii ardhi tuliambiwa kweli, hebu cheki kwamba ni asali na maziwa na sijui kitu gani tena. Wakaenda kule wakasema kweli si mchezo. Kule tumekunywa supu pale, si mchezo. Tumekunywa maziwa aliya juu. Huko jangwani hawajanywa maziwa. Huko kumbe wale watu wana ng'ombe, huku mangamia tu. Tofauti. Hata ngamia zilikuwa hazipo. Ilikuwa very rare in those days. Those were for the royals. Ilikuwa donkey. Sasa maisha tofauti. Ndio wanakuja kutoa taarifa, na wengine wakawatisha. Kule tumekuta minefilimu kule. Wakatisha watu, lengo lao ni wasiende huku. Na Musa akawatumbua. Na kwa hiyo tukumbuke, tusitumie neno hilo kwa Mungu. Mungu hahitaji kuspy. Mbona anajua kabla hujalala na kabla hujaamka. Anajua utaenda wapi leo. Na darasani huko utasinzia au utakuwa macho. Anajua. He doesn't need that. Sisi ndio tunahitaji. Na lengo lake kwanza
ni kupata taarifa zinazofaa watu wa ulinzi. La pili, kuwapa moyo. Najua wale waliadhibiwa kwa sababu walikuja kukatisha tamaa Waisraeli. Waliwakatisha tamaa walipowaambia kule kuna mijamaa, sisi tumeonekana wapanzi tu. Lengo lao ni kwa Musa aliwakata, walikufa those, kwa sababu walipaswa kuja kuwapa watu moyo wa kwenda. Huwezi kuja na taarifa negative, hasa kama mfano kuna vita, maaskari wanataka kufanya sasa kusizi, wanasema kufunga mji kama huu, kuuvamia, alafu nakuja kusema kwa kweli tusiende huku, tutakwisha. Wale watu wana silaha hizi, sema ni silaha gani, ziko wapi? Na alafu sisi tukae tupange muda na silaha tutakazohitaji kuweza kuhimili. Ndio hiyo na positive. Na askari anapaswa kuja waambie tutaingia tu. Sasa kuja kuambia tusijaribu hata siku moja. Wewe askari gani? Basi niache hapa. Asanteni sana jamani, muda umekwenda sana. Lakini